Mabibi na mabwana, tunawashukuru na tunajua mko wengi kutufata kwenye kipindi hiki kia analize ya Simon Kazungu. Tunajua mko wengi na asante sana kuweza kutupatia hongera na kuweza kutuankuraje ndani ya kazi ambayo tunaifanya. Kwa siku ya leo tunataka tuzungumuzie mambo fulani fulani. Na jambo la kwanza, hii jambo ambayo iko na hit kabisa, hii jambo ambayo watu wote wanazungumuzia ni mambo ya kusema Bwana Joseph Kabila sherti aweze kuenda mahakamani, waweze kumuondoa ulinzi wake kama vile seneta kwa maisha. Tungependa kwanza tuwajulishe wale wote ambao wanayotufata kwenye hii video ya kwamba yule ambao anapenda waweze kumuondoa mamlaka Bwana Joseph Kabila ili aweze kuenda kwenye justice, aweze kuenda kusamba, aweze kuenda mahakamani, sio Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rais wa Kongo. Huyo ambayo anapenda Bwana Joseph Kabila Kabange, senete wa maisha, aweze kuondolewa madaraka na aweze kuenda kwa mahakama, sio wa senateur ama Sama Lukonde, sababu watu wengi wanasema huyu Sama Lukonde yeye ni wakatanga, kwa nini anaweza kukubali? Sio yeye, watu watamuua bure. Huyu ambayo anasema Bwana Joseph Kabila Kabange aweze kuondolewa mamlaka na afike mbele ya mahakama, sio Jose Kalala Wakalala, premier vice president wa Senate ya nchi yetu ya Kongo. Huyu ambayo anasema Bwana Joseph Kabila aweze kuondolewa madaraka yake na aweze kuondolewa heshima yake ili aweze kuenda kwenye mahakama, sio wa senate. Lakini wale ambao wanaomba aweze kuondolewa madaraka ni auditeur general pre ya cour militaire, ndio anaomba Bwana Joseph Kabila aweze kuondolewa madaraka yake ili aende kufika mbele ya mahakama na aende kusamba. Hii kitu ni lazima sana, sababu ukiwafata watu wengi wakati wanaeleza inakuwa kama vile Rais Tshisekedi ndio alisema muondoe mamlaka halo atoke. Hapana, inakuwa kama vile Sama Lukonde ama fulani. Hapana, lakini ni haute cour militaire, mahakama ya kijeshi ambayo inasema Bwana Joseph Kabila Kabange amepatikana ndani ya makosa fulani fulani. Na kosa ya kwanza wanaipata kwenye hukumu mmoja ambao wanamuita Bwana Eric Nkuba. Huyu Bwana Eric Nkuba analeta témoignage, analeta mambo ambayo anasema ni mambo ya kuogopesha kuhusu Bwana Joseph Kabila Kabange. Anasema hivi: mimi nilikuwa na Joseph Kabila, nilikuwa Kampala na nikaweza kufata Joseph Kabila wakiitana na Bwana Nanga. Na wakati walikuwa wanazungumuza na Nanga, huyu mkubwa muongozi wa AFC M23, walieleza kwa mambo ya kuweza kumuua Rais Tshisekedi. Wanasema sherti tumuue, na mwingine anasema hapana, tusimuue. Tukimuua tutakuwa tunamfanya hero ndani ya Kongo, sababu yeye atakuwa amejulikana sana. Kwa leo amejulikana, watu watajua hii vita itamfanya anakuwa mtu mkubwa sana, maisha yake yote watu watakuwa naenda kusema huyu alikuwa mwanaume. Walikuwa wanadiskute na Joseph Kabila kwenye simu, na huyu iko mfungwa ametemwanye haya maneno. Hii inaacha auditeur general wa haute cour militaire anasema huyu bwana sherti akuje hapa aweze kusamba kwa ajili ya haya maneno, sababu kumuua rais ni kitu kibaya sana. Isitoshe, yeye mwenyewe Joseph Kabila ameweza yeye mwenyewe kusema ya kwamba AFC M23 ni kwa makosa ndio government ya Kongo inawaita wajambazi, inawaita wa terroriste, inawaita materme mbalimbali, lakini hawa watu wana exprime, wanatoa malalamiko ya population fulani, na haiko watu wa kutupilia, ni watu wa kuweza kupata soutien. Hii yote inasema sio kinywa ya mtu mwingine iliweza kuitamka. Yeye mwenyewe Joseph Kabila ametamka haya maneno Afrique du Sud ndani ya interview fulani pale Afrique du Sud. Anasema AFC ama M23 isikuwe na kubali, isikuwe naonekana tu kama vile government inasema
kama vile movement ya mubaya, lakini wao pia wanaexprime vitu fulani ambao ni matakwa ya population yetu ya Kongo. Hivi vitu ni vitu hatari. Ni vitu hatari sababu watu wa haute cour militaire wanasema huyu bwana Joseph Kabila Kabange, ijapokuwa iko senete wa maisha yote, sherti afike hapa kwenye mahakama ya kijeshi na aweze kusamba, atuonesha haya maneno. Isitoshe, kwa tarehe 18 mwezi wa 3, ninawaza 18 mwezi wa 3 mwaka huyu 2025, mwenyewe Joseph Kabila anafanya ingine interview na kusema ninataka nirudi Kongo. Na wakati ninataka nirudi Kongo, nitatokelea kwa upande wa kaskazini, kwa este ya Republique Democratique du Congo, na ninapenda nitokelee nifikie ndani ya mji wa Goma. Mwenyewe alisema kwanza AFC M23 sio kitu kibaya, inaeleza pia ile ambao population inataka. Tena yeye mwenyewe anasema mimi nataka nirudi Kongo, na kurudi yangu Kongo sitapitia fazi nyingine, nitapitia parti ya este ya Kongo na nitapitia Goma. Wakati tulikuwa tunasikia haya maneno, tulikuwa nawaza iko vitisho ama iko intelligence artificielle ama iko vitu vya kudanganya, lakini ni vitu vyenye yeye mwenyewe aliweza kutamka. Le 20 ilikuwa le 18 mwezi wa 3, le 18 mwezi wa 4, media zote, RFI, France 24, wa journaliste fulani ambao wiko hata karibu na Joseph Kabila waliweza kueleza hata ndani ya mji wa Goma. Ninajua Radio Kivuani ilienda kusema ya kwamba Joseph Kabila anarudia sasa ndani ya mji wa Goma. Wewe mtu ambao ulikuwa rais wa inji miaka 18, unasema tena unarudi ndani ya inji. Watu waliwaza iko tu kusema, lakini inaonekana umerudi pia Goma. Haya mambo yote yanaacha haute cour militaire nasema sherti bwana Joseph Kabila aweze kufika mbele ya mahakama na aweze kueleza haya maneno, aweze kueleza. Lakini anaonekana wazi ya kwamba yeye ni soutien kubwa sana kwa rebellion ambayo imeua watu. Mnajua ya kwamba watu zaidi ya 8,000 wamefariki ndani ya vita ya Goma tangu Goma iweze kushikwa le 25 janvier. Watu wengi manyumba zao zimebomolewa, kempe za wakimbizi zimebomolewa, maafa ni mengi sana. Na alafu wewe mwenyewe ulikuwa rais, mwenyewe ulipiganisha hii M23 kwanza mbele, ulisema unaipiganisha, inaonekana ilikuwa aventure, inaonekana tu tangu zamani ulikuwa unasoutenir hii movement. Hii ndio inaacha haute cour militaire inasema nyinyi wa senete ambao inawezekana ni nyinyi mnapaswa kukua naye, kuketi naye, sherti muweze kumtoa mamlaka ili sisi mahakama ya kijeshi tuweze kumhukumu, tuweze kumsambisha, atuelezee hii maneno. Mabibi na mabwana, na wewe sasa unawaza nini? Mawazo yanakuwa mawili. Watu wengine wanasema mnataka kumshika huyu mtu, kwanza iko jeshi, mnajua yeye alifikaka na AFDL, yeye mwenyewe iko jeshi, yeye mwenyewe alikamataka mji wa Kisangani. Sasa huyu bwana hata tuletea vita yenyewe iko kubwa sana. Wakisema wanamshika, hata penda ashikwe, atapenda aanzishe vita. Wengine wanasiasa na wengine wa intellectual wanasema mnajua ya kwamba jeshi tunayo hadi leo, jeshi ya RDC ni jeshi ambayo iko na zaidi asilimia 90 ama plus de 90% ina ripoti kwake yeye Joseph Kabila. Huyu bwana mkisema mnamfunga, je, hataweza kutucreate maproblem? Hataweza kutenda vitu vibaya ndani ya inji na kuanzisha vita ambayo tutashindwa kuimetrize? Hii ni mafikiri ya watu fulani. Watu wengine wanasema hapana, kufatana na hii maneno, hii requisitoire ya haute cour militaire, huyu bwana Joseph Kabila sherti afike mbele ya mahakama aweze kusamba, na kama hakika hii mambo inakuwa prouve ya kwamba yeye ndiyo soutien ya M23, hakika sherti aweze kuhukumiwa. Mnajua wale ambao wako Goma, wako Bukavu, mnajua wengi ambao wanajua wana memba wa chama
ya Joseph Kabila. Mnajua position yao par rapport na rebellion, sitaweza kuelezea, sitaweza kutaja majina ya watu, lakini watu fulani fulani wenye mnawajua ndani ya miji ya Goma, Bukavu, Ruchuru, Bunagana, wale watu wa ile chama yake, mnajua namna gani wanasutenir hii parti. Nina wengi ambao hata wale ambao wanafanya sketch wanakamata hata microphone kupita ndani ya soko na kurecruiter juu ya rebellion hii. Na sisi tunaanza angalia kusema inaonekana huyu bwana hakika yeye iko support kubwa kwenye hii rebellion. Mabibi na mabwana, tungependa tena kupitia kwa sujet yetu ya pili, ni ya kuweza kuzungumuza juu ya zaidi ya siku 100 ambayo rebellion imefanya Goma. M23 imefanya zaidi ya siku 100, sababu waliingia Goma tangu tarehe 25 mwezi wa kwanza. Na sasa maisha ya Goma iko aje? Watu wanaendelea kukimbia Goma, maisha yanakuwa magumu sana Goma. Ukiwa na jamaa yako iko Goma, wanaomba pesa. Ukimsukumia pesa, unatuma to iko 28000 au 28500, 2850, lakini yeye watampa pesa, wanamwechange ku 31000, 31500, hata 32000 francs. Hii ndio maisha ya Goma. Hakuna benki inatumika. Hawa warebele walisema wanafungula Kadeko, lakini inaonekana hakuna komersa mwenye anaweka pesa zake kwenye Kadeko, sababu na kazi haziko na population haina pesa. Mtu mmoja aliniambia jana ya kwamba Goma hata gari haina bei. Ukikuwa na 1500, 2000 uko na gari yako, sababu mtu hajui nitaweka gari wapi. Saa ni saa wale ambao wanaita wayomba wanawaita wayomba Goma, wengine wanawaita wa Grand Bal, wengine wanawapatia majina tu ya kuonesha ya kwamba hawa ni watu ambao wanaleta terror, wanaleta uoga ndani ya mji ya Goma. Watu wanaona ya kwamba hakuna maana ya kuwa na gari, na wanaanza kurisha magari bei chini. Population nyingi, watu wanajideplace, wanakimbia Butembo, wengine wanaenda Beni, wengine wanakimbia Kampala wenyewe kuna mamwaye, wengine Bujumbura, kutoka hata pande za Bukavu watu wengi wameishia Bujumbura. Alafu hii siku 100, zaidi ya siku 100 ambayo imekuwa kwenye enye rebellion inafanya Goma, inaonekana ni kilio tu, ni matatizo, ni watu kusaga meno. Isitoshe watu wanauawa pia hata mchana wazi. Mnamjua Delcati Idengo aliweza kufariki pale Goma, wanamuua, wanamvalisha teni, maiti yake wanaiacha pale mchana wazi. Sio yeye peke yake, lakini ni wengi ambao wanauawa mchana. Usiku kwanza usiweze kusema. Kuna video moja iko inazunguruka ya dada moja, sitataya jina yake, ambayo wanamubaka usiku, wako na torshe uso wake, wakati anataka jifiche wanamuonesha sura yake ionekane, ako anabakwa. Hii ndio maisha ambao watu wanaishi Goma. Watu wanahitaji sasa kukua libere kutoka kumikono ya M23. Na sisi ambao tunakuwa Kinshasa, watu wanatuuliza sasa, Mungu nafanya nini kule? Mbona huku tunateseka? Mutakuja siku gani? Tutafanya nini? Sababu hakuna moyen. Kila siku ya 6 wanafanya salongo ili kuweza kuleta usafi katika mgini. Lakini ile salongo inatukumbusha uburetu wa ile ya Rwanda ya zamani. Sababu kama haukurespekte hii salongo, utalipa pesa. Kama uko na moto, watanyanganya moto yako, inaenda fanya juma 2 ama mwezi kwenye meri, o riske ya kupoteza hata na moto yako. Watu wanakula fimbo kama vile wakati ya mbeleji. Iko hali yenye watu wako naishi naye ndani ya mji wa Goma. Hakuna benki, hakuna hopito, ziko naenda kuwa atake, wanatoa wagonjwa ndani ya hospitali na wagarde malade wanawachukua kinguvu, wengine wanaenda kwenye camp, wengine wanachapwa, wengine wanaenda nao hatujui wanaenda wapi. Hii ndio hali ambayo iko Goma. Hivi tuendelee kuombea watu wa Goma, na government ya kwetu ya Kongo sheti endelee kukumbuka tabu wenye population ya Goma iko nayo, tabu ya population ya Kiwanja, population ya Bukavu, population ya mahali pote ambako hii movement ya rebellion ambayo ilikuwa wengine wanaitrete da movement terroriste, mahali pote inapatikana, watu wanateseka.
manyumba za watu fulani fulani ziko occupé, kama vile nyumba ya ministre Julien Paluku occupé, nyumba ya Carly ex-gouverneur occupé, manyumba ya watu fulani fulani wameichukua, mahotel hatujui kwenye wanakaa. Hotel ya mzee Kantitima iko occupé Goma, hatujui wanalipa. Hotel Bungwe iko occupé. Alafu mabibi na mabwana, hali sio nzuri ndani ya mji wa Goma. Tuendelee kuiombea mji wa Goma na tuendelee kupiganisha hata kipolitiki ili mji wa Goma uweze kurudia shwari na watu warudie makwao. Mabibi na mabwana, tunataka pia kuwapatia matangazo fulani. Tangazo ya kwanza ni ya kwamba Senko iliweza kuleta komunike yake kwa ajili ya amani, waevêque wote walikuwa hapa Kinshasa. Ingine tangazo ni ya kwamba wazalendo, wale ambao wengine wanaita wazashu, wanapambana sana na M23 na jeshi ya Rwanda ndani ya Bwito, Bambo, Tongo, mahali mbalimbali. Kuna vita hizi siku tangu hapa majuzi hata jana, leo wanapambana sana ndani ya hii miji. Mara ingine ni M23 inashika, mara ingine ni jeshi ya wazalendo inashika, alafu kule nako kuna mambo mengi sana. Ingine tangazo ni ya kwamba hapa kwa mji wa Kinshasa embouteillage kwa magumu sana. Alafu gavana wa mji wa Kinshasa anasema siku ya kwanza, siku ya tatu, siku ya tano itakuwa plaque zenye ziko ampere ndio watakuwa wanazunguruka. Siku ya pili, siku ya nne, siku ya sita plaque pair. Siku ya dimanche kila mtu anaweza kuenda na gari yake. Lakini swali tunaiuliza, hizi bis Madesa E7 ambao watu wanaita Esprit de Mort, eske zote zina maplaki? Tutajua namna gani? Na mamoto tutajua namna gani hii tumike leo, hii tumike kesho? Makorteja wa officiel itapita ama haitapita, wale ambao wanatumika kwenye serikali? Maswali ni mengi sana. Tunatakia gouverneur wa ville province ya Kinshasa kazi njema, lakini embouteillage inakuwa shida kubwa sana. Hii kitu ikiweza kutendeshwa itakuwa ni kitu kizuri sana. Mabibi na mabwana, hii ndiyo ilikuwa mambo yetu ambayo tuliweza kuyazungumzia leo. Tunawashukuru sana na tunashukuru sana wale ambao wanaanza kujitoa kwenye kipindi ya kwetu. Yule ambao amekuwa wa kwanza kujinyakulia ushindi kabisa kuweza kututolea kitu kidogo ni Bwana Bienfait Kasenga. Bwana Bienfait Kasenga ambayo iko secretaire general wa DSF Nyamwisi ameweza kutupatia msaada wake na tunamshukuru. Ule wowote ambao anaweza penda kutusaidia katika hii kipindi chetu anaweza kuleta pia msaada. Namba yangu ni 081 274 80 94. Munisamehe kuweza kuisema ndani ya Kifaransa, lakini ni 081 274 80 94. Ukiwa na msaada unaweza kutusaidia. Mafikiri tunawashukuru wengi ambao wako ndani ya grupe Les Analyses de Simon Kazungu. Hatutawataya kwa majina, tunaogopa kuweza kusahau watu wengine na wasiweze kukwazika, lakini tunawashukuru sana kwa mafikiri yenu, kwa encouragement ambao mnatupatia. Tunawashukuru sana mabibi na mabwana. Tunatumai mko wengi kuweza kutufata. Asante sana na Mungu awabariki. Chao kwa ingine juma.